Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas. Nitakuomba uweze kunitegea sikio na kunipa macho mwanzo hadi mwisho, na sema karibu. Tuanzie na huko Baraka ambako baadhi ya wahanga wa mafuriko ya kuja kwa mto wa kijiji cha Kasaba wameanza kuwasili katika mji wa Baraka kwa ajili ya matunzo ya ziada. Hivyo ni kutokana na wao kupata majeraha makali katika sehemu mbalimbali za mwili, na hiyo kupelekea hali yao kuwa mbaya. TV yako ilitembelea katika hospitali kuu ya Baraka, sehemu ambao wanaendelea kupata matibabu, na kuojana na Bwana Nzuruni Denis, mmoja kati ya wahanga wa mafuriko hayo. Ametoa hapa picha halisi ya kile kilichotokea. Yani sie ilikuwa siku ya 5 usubuhi. Mvula ilianza nyesha mapande ya ma3 ya usubuhi, ikanyesha, ikakata, ikafika ma 5. Mvula tena ikaanza. Baada mvula kuanza, mie nilikuwa nishatoka nje. Baada kutoka nje nilikuwa naanika daga ukichanja, nikatoka nikaenda angalia daga. Baada mimi kwenda kuangalia daga kule juu, upepo ulikuwa ni mkali, nikarudia mpaka mnyumba. Nilikuwa na katoto kangu hivi, kakasema pana papa mimi nitakoyola. Nikakatoa nje kakakoyola. Mvula usiku ilikuwa shakucha, tunakuwa naona bangambo ya pili, na kuko baadhi ya wengine wenye tuliongea nao bangambo ya pili. Basi sie tukaona saa vile ni kawaida ya mto kujaa tu, mai kaanza pita kote kwetu, sie tukaichukulia tu ni kawaida. Badala ya hapo mie nikarudi ndani, bibi yangu akatoka nje. Ile bibi yangu kutoka nje kaniambia, mbona mto unajaa sana? Mie tena pale kwenye niko roho haikunipa, ikabidi nitoke nje tena. Tukakuwa sa vile mie na mwanamke sie wote tuko kumulango. Badala ya hapo mwanamke ndo alikuwa wa kwanza kuingia ndani, mie nikawakia kumulango. Kengine kafie kangu hivi ka miaka 3 asema na mimi nitaenda angalia mto. Nikamwambia rudia kule, utaenda angalia mto na mto unajaa na mvua iko nanyesha. Basi nikakaruhusu kakaenda angalia, kakarudia. Basi mvua iliendelea kunyesha. Badala ya hapo mie nikarudia ndani. Ile kurudia ndani tukasikia mgurumo sa vile avyo inataa dema. Mimi na mwanamke mle ndani tukaulizana, hii avyo yenyewe inataa dema hapa kwetu na kuya dema avyo inatokea wapi? Ilikuwa shakuwa saa mida saa ngapi? Yani hapo ilikuwa shakuwa mida saa 12 mwendo wa saa 1 hivi. Ile mgurumo haikukawia, kukaingia tetemeko ya ardhi. Hapa kwenye sie tunasemea hakuna kujua huyu alienda wapi. Yani gisi nilipona, Mungu ndo mwenye alipenda tu. Mumajiwe nilienda napita mumajiwe niko na mtoto wa bebe kumkono. Badala ya hapo tukaikala tuko mumai, nikaona saa vile mwenye anafunguliwa kamulango mbele yangu, kamwangaza kanakuya, nikasema napona. Badala ya hapo nikaikala nitaogerea na kwa nasikia kiuno haina kazi. Mungu atupe mja wake. Nikajitahidi, nikasikia saa vile na kanyaga lijiwe. Ile mie kukanyaga lijiwe, mbira ikakuwa ya mingi. Baada ya kuwa ya mingi, ikaintoa tena kwa ile lijiwe, ikanipeleka tena Gezi. Mwishowe Bwana Denis Nzuruni ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kutembelea katika kijiji cha Kasaba ili kujionea wenyewe na kuajia na msaada wahanga wa mafuriko hayo. Mungu akanisaidia tena, nikaanza kuogerea, nikasikia saa vile migulu inafika chini na mtoto niko naye mikono. Kaanza lalamika kumchanga, mtusaidie. Kukakia mtu wa kwanza alikuwa komanda wa soda mweko pale kunyumba, akakuya akasove mtu wa kwanza, akakuya kanibeba ule mtoto. Mie kukakia mtumbu, nikamwambia mimi sitaweza kusimama, muninyangule. Bakaninyangula, bakaniweka mtumbu, bakanibeba kumugongo mpaka ukakapita. Kutoka kwa kapita nikaambiliwa sio twende kwa hospitali. Tukaenda kwa hospitali kule kuona kaa yangu havitawezekana, tusogee mbele. Bakatupa transfere pale, tukakuya mpaka hapa Baraka. Yani mnyumba yangu nilipona mie na huyo mtoto wa bebe tu. Bibi, batoto 3, bofre yangu mwenye nilikuwa naye pale na mtoto wa dadangu mwenye alikuwa nakia konje pale juu kwetu abasomi, bote balikufa. Jumla mnyumba yangu nipoteza watu 6 bakumwili yangu.
Yani hapa nilibakia mie peke na ule bebe. Kwa sasa mtoto anaendelea? Mtoto iko afadhali. Usubuhi nilikuwa naye hapa, niliwaambia waniletee naye juu ya kunifariji, kunitoa mawazo. Yani mtoto ni wa miezi 4, ndo mtoto mwenye nilipona naye. Mie kwa upande wangu naweza shukuru kwanza kwa mimi kubaki uhai, ni jambo la kumshukuru Mungu. Juu kupona haiko miujiza yangu, ni miujiza ya Mungu. Vile vile mimi leo niko hapa Baraka, lakini majeruhi ni wengi sana na waliofariki ni wengi sana. Kuko familia zenye zikuonekana mtu hata umoja, kama ni watu 10 wote. Jumla kukosa hata batu 100 wenye walipoteza maisha. Lakini baada ya mimi kufika hapa, tulituma wito kumashirika, lakini tuliambiwa msaada hauwezi ukatoka kwa waanga wa maji. Msaada unaweza ukatoka kwa waanga wa risasi. Hicho ni kitu ambapo kilinisikitisha sana. Yani na kuona kumbe sie tuko saa vile hatuko baraia bai inchi. Juu hasili inekala kule kwenye tukio linatokea, serikali inapaswa ikimbilie pale. Lakini mpaka leo hatuyaona ni serikali, hatuyaona ni shirika ya aina yoyote ile. Na kule majeruhi wapo. Serikali kama serikali natoa wito ijitahidi ifike kwanza kule, iende iangalie jinsi wananchi wanaasirika. Hiyo ndo ombi langu tu kwa serikali na mashirika, ni hicho tu. Asanteni sana. Nashukuru kwa Mungu kuniacha uhai. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba raia wa mji wa Baraka waishio pembezoni mwa ziwa Tanganyika wanapitia wakati mgumu. Hivyo ni kutokana na ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika, wameomba kwa serikali kuwajia na msaada, hasa kuwatafutia sehemu nyingine ya kukaa. Wakizungumza na TV yako, baadhi ya waanga wamesema kuwa mpaka sasa hakuna hata msaada wote ambao wameupata toka serikalini, na hiyo inapelekea wao kuendelea kuishi sehemu hiyo licha ya maji kuwa mengi. Tunaomba watuangalilie tu fasi kwenye tutaweza kuikala. Chuma inatusumbua sana. Katuko tunekala mumai ni kwa kukosa pa kwenda. Utenda wapi? Na ile nyumba njoo ilikuwa kitumaini yako, hauna makuta kwenda kupangia. Kwenda njoo tunaomba msaada kuleta batusaidie nafasi ya shie kuikala, tupumuzishe kwanza mikulu juu ya mai. Na kuko tabia yenye tuko naona wakati watu wanafukuzwa na maji huku chini, wale ambao nyumba zao ziko nafasi nzuri wanakuwa na tendency ya kupandisha bei ya nyumba zao. Ili unaliona vipi kama mwananchi? Wale si wanaona njoo faida yapo, wakati sie tuko mumagumu. Bo wanaona njoo furaha. Njoo watapandisha bei. Upendo usipopendo utapanga tu. Haiko mzuri juu wakati she tunaisha ingililiwa, tunaisha kwa mwa ile problem, ni bo sasa wakutusaidia. Asa unakuta wale wakutusaidia njoo wanatuangamiza tena. Njoo inabidi nyumba ulikuwa nalipia 20,000 francs de chambre et salon. Mais hivi wendo ulize nyumba inakuwa ni 40,000, 50,000, kanyumba ka ovyo ovyo unakuta senjo 25,000 francs. Utenea je mule na watoto. Na njoo maana tunavumilia tu mwa hii mai. Watu naasirika sana na maji, na kulingana na hii maji kisi inaasirisha watu wengi. Watu wengi wanahama, wanaenda kukaa sehemu zingine, wanaenda kuitwa wapangaji na wakati walikuwa na manyumba zao na maparsele zao. Kwa hiyo ningehitaji serikali ijaribu kuwatizamia hao ambao wameasirika na maji. Waweze kuangalia gisi gani wanaweza kuwasaidia misaada kwa kuwatafutia nafasi nyingine ili waweze kujenga na wenyewe waitio kama wana sehemu zao. Wapate waweze kupata nafasi zingine za kuweza kujenga manyumba. Maji yenyewe inaleta magonjwa, kwanza hivi kolera yenyewe inaimbwa. Naona huku chini karibu na bahari kolera ni nyingi kwa sababu yale yote masantrale yenyewe yalikuwa yako wazi yameisha zingirwa sana na maji, yani maji yanakuwa maji machafu sana. Na kufatana na hiyo hata yanaleta maafa kwa watu. Kuna watoto ambao wanaweza kudumbukia mle na inaweza ikalete madhara makubwa. Haya naona ni maji ya Tanganyika ndio yanatuzingira nyumba nzima. Haya maji yani tangia mwezi wa pili ndio yalianza kutuzunguka hapa jana. Yani depo makajana yako na tuzuru tu. Maji haya maana yake yanapanda siku kwa siku. Na maji haya maana yake yanatusumbua sana. Tunazingira Masaki, kusomba michanga, lakini maji wapi yako na tuzingira tu sana. Hali ya maisha ni magumu sana. Ndio maana tunaona tuikae hapa tutafanya pesa upate kwanza ya kukula, upate ya kupanga nyumba, ni shida. Mimi naweza kuambia serikali tusaidie.
itusaidie nafasi kwenye tutaweza kuegamia kuikaa, kwa sababu hivi tunaona tunahangaika tu sana. Nafasi manake shida, tunazingirwa sana na maji. Tunaweza kuomba serikali tufanyie msaada, tupate nafasi ya kuikaa pasina usumbufu. Mimi naasirika, maji naashirisha sana. Hivi hata kuingia mchoo inakuwa ni maji kotele sana. Nake tunahangaika sana na maji. Sina franga za kwenda kupanga. Ndio maana nakaa hapa tu, nikae hapa, kama maji itashuka nitavumilia tu hapa, lakini kwa kupata franga za kupanga sina. Naomba serikali tusaidie, kama itatupatia hifadhi ya kuikaa tutatoka, lakini kama hakuna tutavumilia maji hapa, tutafanyaje? Maji iko nakuja na kasi, kwanza jua likiwaka sana tu maji iko nakuja kama vile makanora pili natembeaga maji. Inakuja vuvu, inakuja kufika hapa tena narudi. Maji ya Tanganyika haina ufundi wa kuziwia kule. Na huko Bibokoboko ni kwamba raia wa eneo la Bibokoboko na vitongojini mwake ndani ya sekta Mutambala wanataja hali ya utulivu inayoripotia kwa sasa eneo hilo. Pamoja na hayo wametaja kukumbwa na matatizo ya mboga mbichi, chumvi, sabuni na mambo mengine kwa sababu ya kutokuwepo na njia kati ya Baraka na Bibokoboko. Uthibitisho ni wake Bwana Ngirimukiza David, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Bibokoboko, ambaye ameonyesha kuwa kuvunjika kwa uhusiano kama zamani kati ya mji wa Baraka na Bibokoboko kunakuwa na vinyume vingi kwa wananchi. Huyu ameomba kwa serikali kuingilia kati ili kupata suluhu kwa haraka. Ngirimukiza David ameeleza afuatayo kwenye TV yako. Situation iko kalme hapa Bibokoboko sofa mprazi. Samedi sendo watu ambao wanatoka Kalele wa Mwezi pamoja na Doni walikuja kuiba Bibokoboko karibu ngombe, wakazibeba. Hiyo ndio situation ambayo imepitikana huko kwetu. Maisha ya watu ni sawa kwa leo. Sofa unajua problema ni kutokupata njia kufika Baraka. Unaona sisi tuko watu ambao tuko enclave, hatufike Baraka kufuatana na situation ambayo iko hapo Baraka, lakini hapa kwetu kuko vitu vyote hivi zima siku. Marage ipo inalema msoko, hindi ipo, chenye tunakosa ni chumvi, ni ndagala, ni sabune. Na tumefanya mapredoye, lakini unajua kwa government ya hivi kwa leo haitumiki kama ilivyo. Iske tumepana hiyo ripoti kwa ngazi za juu, hadi leo hatujapata jibu. Hata hizi masiku naona tunakaribia kufika ma examen d'etat, dissertation, examen d'etat. Mimi hatujua kama watoto wanaanza kushuka namna gani na njia wanafanya ulinzi, lakini sasa kusema watu washuke Baraka si problem. Unajua na wewe problem ya manjia hizi siku iko ngufu. Solution ni kupata njia, watu wanawasiliana, watu wa Baraka na Bibokoboko, watu wanalema soko na wa Baraka wanalema Bibokoboko. Unajua ni vitu vingi ambayo sisi tuna hiyo maharage tunazisaila, lakini sitashuka namna gani, na watu wa Baraka nao wana chumvi, wana ndagaa na hata ile vitu fulani vidogo vinatoka Baraka. Itakuja namna gani watu wa Bibokoboko wafike Baraka? Serikali hiyo inajua lakini hayatupatia jibu. Unaona ile wakati ilizaa matunda, lakini kwa leo vitu viligeuka tena kufuatana na hali yetu gisi iko, vitu vimegeuka. Sisi tunapenda kuwa uhusiano, ile cohesion sociale, cohabitation pacifique. Unaona Baraka na Bibokoboko ni nafasi moja. Wa Baraka hawezi ishi bila Bibokoboko, wa Bibokoboko hawezi ishi bila Baraka. Ndio tunapendelea sisi sote tuwe na ile uhusiano ya kutembeleana. Na tumalizie na habari zingine ambako shirika la raia tarafani Fizi limetoa pole kwa wanga wa mafuriko kijijini Kasaba, huku likiomba mashirika ya kiutu na serikali kuwajiana msaada wanga ambao wamepoteza vitu pamoja na watu na kupelekea maisha yao kwa magumu. Akizungumza na TV yako, wakili Jacques Alimas, mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive ndani ya tarafa la Fizi, amesema kuwa raia wa kijiji hicho kwa sasa wanaishi katika hali ngumu, hasa kwa ukosefu wa chakula, matibabu na sehemu ya kulala kama anavyoeleza. Hadi hapo mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas, na kuomba usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Fizi News 24 ni TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.